Chebet Birir, KTN. Katika mkutano wa hadhara ambao uliofanyika leo kule Vatican Basilica, makardinali wametangaza kuwa mazishi ya Papa Francis yatafanyika Jumamosi inayokuja tarehe 26 Aprili mwendo wa saa 5 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mwanahabari Vera Mora anazungumzia kuhusu mazishi haya ambayo yatashuhudia taadhima kuu ya kuondoka kwa kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni na vile vile yataashiria mwanzo wa siku 9 za maombolezo. Huku milango ya makazi ya Papa Francis ikisalia kufungwa, makardinali walikutana Vatican kupanga tarehe ya mazishi, wakiafikia kuwa Papa wa 266 wa kanisa Katoliki atapumzishwa Jumamosi hii tarehe 26 Aprili. Vatican pia imedhibitisha kuwa mwili wa Papa kwa sasa umehifadhiwa kwenye jeneza kwenye makazi yake ya Santa Marta ambako aliishi kwa muda wa miaka 12. Ila kuanzia Jumatano asubuhi, mwili wa Papa Francis utapelekwa Basilika ya Mtakatifu Petro kwa watu kutazama. Kwa sasa, Vatican iko chini ya hali ya sede vacante, inayomaanisha milki tupu. Papa Francis atakuwa papa wa kwanza katika zaidi ya karne moja kuzikwa nje ya Basilika ya Mtakatifu Petro, mahali ambapo zaidi ya mapapa 90 wamezikwa. Papa Francis alitoa ombi maalum kwamba kaburi lake la mwisho litakuwa Basilika ya Santa Maria Maggiore jijini Roma. Santa Maria ni mojawapo ya mabasilika yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria, mahali panapohusishwa na Bikira Maria ambaye Papa Francis alimuenzi sana. Akiwa mtu aliyependa maisha ya unyenyekevu, akitaka mazishi yake yakisi maisha aliyoishi, alichagua jeneza la kawaida la mbao lililokuwa na zinki. Pia alichagua pasiwepo maonesho ya kifahari wala jukwaa lililoinuliwa. Haya yote kinyume na mapapa waliomtangulia waliokuwa wakizikwa katika majeneza matatu yaliyochongwa kwa pamoja na kuundwa kwa mti wa mvinje au cypress, risasi na msonobari. Papa Francis alisisitiza kuwa mazishi yake yasikamilishwe kwa mapambo makubwa. Mazishi haya yataashiria mwanzo wa siku 9 za maombolezo, desturi ya taadhima ya kuondoka kwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Lakini wakati Vatican ikijiandaa kwa mazishi, inaelekeza macho yake katika mustakabali wa kanisa. Mnamo Mei tarehe 5, makardinali 133 walio chini ya umri wa miaka 80 watakusanyika faragani Sistine Chapel kuanza mchakato wa kumchagua papa mpya. Makardinali hawa wanawakilisha maeneo mbalimbali duniani, huku Ulaya ikiwa na idadi kubwa zaidi ya makardinali 53, ikifuatwa na Asia 23, Amerika Kaskazini 20, Afrika 18, Amerika Kusini 17 na Oceania 4. John Kardinali Njue kutoka Kenya hatoshiriki katika uchaguzi huo kwa ajili ya umri wake wa miaka 81, ila anaweza kushiriki katika mjadala wa uamuzi. Katika historia ya upapa, kati ya mapapa 266 waliopita, 217 wametoka Italia. Wakati wa uchaguzi huu maarufu kama Papal Conclave, ulimwengu unasubiri kwa hamu uchaguzi wa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki, uamuzi utakaoumba mwelekeo wake. Baada ya haya yote, macho yote yataelekezwa kwenye dohani la Vatican au the Vatican Chimney, kusubiri ishara ya moshi mweupe kutangaza kuwa kanisa limepata kiongozi mpya. Vatican itatangaza Habemus Papam, yani tunaye papa. Vera Mora, KTN. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kwa Vera Mora bila shaka ndio inatupeleka katika pumziko letu la kwanza. Tarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Endelea kutazama.